Moja kwa moja tukiwa hapa katika boda ya Kasumulu mpakani na Malawi, baada ya waziri wa kilimo kuliondoa kile kizuizi, na hapa tuko moja kwa moja kupata mawili matatu ili kufahamu na kujua nini ambacho kinajiri. Je, mambo yako shwari? Maana wafanyabiashara hapa mara kwanza walikuwa ni wengi, lakini saa hizi naona sasa wameanza kurejea baada ya kizuizi kuondolewa, na tutapata mawili matatu kutoka kwa wafanyabiashara wadogo wadogo, lakini pili na wale madereva ambao wanafanya safari kutoka Tanzania kuelekea nchini Malawi. Mimi kwa jina naitwa Grace Linton Maboko. Mimi ni mfanyabiashara wa Malawi, nauza miogo. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo wameruhusu miogo inaenda Tanzania, wamefungua miogo tunavuka. Malawi biashara ya miogo inaenda tu vizuri, wameruhusu inavuka. Tunashukuru waziri kwa kuturuhusu kuanzia leo tarehe 26 kusafirisha biashara zetu kwenda nazo Malawi. Mungu awasaidie sana kwa kuturuhusu tuendelee kufanya biashara zetu, tuendelee kulea familia zetu. Mimi naitwa Filimon Abraham Mwaipopo nikiwa boda ya Kasumulu. Kwa ukweli kwa niaba ya Tanzania pia kumshukuru mheshimiwa waziri kwa kuondoa kikwazo hiki ambacho kilikuwa kimepatikana hapa kwa habari ya kuruhusu bidhaa mbalimbali ziweze kuingia katika nchi ya Malawi. Ni kweli hili jambo lilikuwa ni hatari sana, isiwe tu kwa Watanzania bali pia kwa Malawi pia, kwa sababu zaidi tukiangalia katika nchi yetu ya Tanzania tunaona kuna watu ambao ndizi zao zimeozea hapa, watu wanaouza viazi tunaona viazi vyao vimeozea hapa. Kwa kusema ukweli tunashukuru sana Mungu, tayari kulikuwa na kikwazo kikubwa cha kutokupeleka hizo bidhaa, maana yake kulikuwa ni hasara kubwa sana. Kwa hiyo tunashukuru sana Watanzania, tuendelee kuiombea nchi yetu ya Tanzania. Asante na Mungu awabariki. Mimi naitwa Neema Boniface Mwakalekamo, natokea ushirika. Na huku umekuja kufanya nini? Huku nakuja nachukua mboga, najumwaga mboga Malawi. Vipi juu ya tamko la waziri baada ya kuondoa kizuizi, mnanufaikaje? Huku kupo vizuri. Nimeenda asubuhi, nimerudi saa hizi. Hakuna shida yote niliyoipata. Hujasumbuliwa mzigo ulivyotoa Malawi kuleta huko, hujasumbuliwa kwa upande wa Malawi? Hapana, sijasumbuliwa. Mambo yamerudi kama kawaida? Yamerudi kama kawaida. Tunamshukuru waziri. Kwa jina naitwa Maneno Pascal Kibasa. Mimi ni driver. Mimi ninachoshukuru kikubwa sana kwa serikali ya Tanzania ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuwa ameweza kuondoa kizuizi cha Tanzania na Malawi, lakini bado tunakuwa na hofu kubwa sana. Tunaweza tukatolewa kizuizi Tanzania tukafika upande wa pili wa Malawi tukazuiliwa tena. Kwa hiyo tunataka tujue kwamba tunavotoka hapa upande wa Tanzania kuelekea Malawi, je, huyu Malawi ameshatoa kizuizi? Na kama ametoa, basi atoe option kwamba wakule waanze kuja na sisi tuweze kwenda. Mpaka sasa hatujajua wenzetu wana lengo lipi na Tanzania. Mimi ni hayo tu kwa siku hii ya leo. Msakero Andrea Kirembe. Msakero Andrea Kirembe. Yeah. Naam, wewe baada ya waziri sasa kuweza kuweka mara kwanza kile kizuizi na sasa hivi kukiondoa, unaonaje? Mimi naona mazingira yanaweza kaa vizuri kwa sababu sisi tuko upande wa basikeli. Maisha yetu tunaendesha kupitia basikeli na familia zetu tunazilea kupitia basikeli. Na sisi ni Watanzania bado tuna shida. Sababu hii hali haiwezi kaa nzuri. Tunaweza tukafanya mambo yasiyowezekana. Kwa sasa tunaweza tukamshukuru kwamba tuwezesha kwamba tuishi vizuri kwa hii hali. Tunapenda sana. Kwa sababu bado sisi ni watu wa hali ya chini. Tunategemea hizi kazi zetu ndogo ndogo ili tupate angalau haki ya kuishi na sisi. Namshukuru waziri kwa kuondoa hiki kizuizi. Ni mradi watu wa hali ya chini tuishi vizuri. Namshukuru sana. Endapo kama anatusikia, basi atuone hata tuliokuwa na hali ya chini kama hii. Tunategemea basikeli ili tuendeshe maisha yetu, familia yetu ikae vizuri, kwa sababu si wenyewe ni wafanya maendeleo wa hapa Tanzania. Asante sana.